Leo hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa maelezo mapana mbele ya kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Marekani pamoja na Irani, lakini pia hali ya mazungumzo ya nyuklia yakoje, pamoja na mustakabali wa mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo kuna mambo ambayo ameyaongea kwa kina zaidi kuhusu hali halisi ambayo inaendelea mvutano kati ya Marekani pamoja na Irani. Sasa hapa, mtazamaji wetu, nimekuchambulia hotuba yake yote ambayo aliwasilisha Marco Rubio mbele ya kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani kuhusu mzozo kati ya Marekani pamoja na Irani. Na hapa nimekufafanulia kila kipengele kwa lugha ya Kiswahili na nakusomea jinsi ambavyo Rubio aliwasilisha ripoti hii. Kwanza kabisa, kwenye jambo la kwanza ni kuhusu Irani na mpango wa nyuklia. Rubio alidai kuwa Irani ilikuwa ikiendelea kujenga kile alichokiita ngao ya kijeshi ya kawaida ili kulinda mpango wake wa nyuklia. Kwa mujibu wake, Tehran ilikuwa imeongeza uzalishaji wa makombora, ndege zisizo na rubani yaani droni, silaha nyingine za kawaida na kuimarisha jeshi lake la majini ili kujikinga dhidi ya mashinikizo ya nje. Rubio alisema kwamba hali hiyo ndiyo iliyochangia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuanzisha operesheni ya Epic Fury dhidi ya Iran, akidai operesheni hiyo ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhoofisha uwezo wa viwanda vya kijeshi vya Iran. Rubio pia alisisitiza kuwa lengo kuu la Marekani ni kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Jambo lingine ni mazungumzo ya nyuklia ambayo yanaonyesha dalili za maendeleo. Kwa mara ya kwanza kabisa, Marco Rubio alisema Irani imeonyesha utayari wa kujadili baadhi ya vipengele vya mpango wake wa nyuklia ambavyo hapo awali ilikuwa ikikataa hata kuvitaja mezani. Hata hivyo, alieleza kuwa mchakato wa mazungumzo bado ni mgumu kwa sababu mawasiliano mengi yanafanyika kupitia wapatanishi na kutokana na hali ya uongozi wa Irani ambao kwa mujibu wake umegawanyika kwa kiwango fulani. Licha ya changamoto hizo, Rubio alisema kuwa kuna matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ikiwa pande zote zitaendelea kushiriki katika mazungumzo. Jambo lingine Rubio ambalo amelizungumza ni kuhusu mlango wa Hormuz. Akasema kwamba bado ni kikwazo kikubwa. Rubio alisisitiza kuwa kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya masharti muhimu kwa maendeleo ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Aliishutumu Irani kwa kushambulia meli za kibiashara na kuweka mabomu ya majini katika maeneo ya njia hiyo. Kwa mujibu wake, Marekani haiwezi kukubali hali ambayo Irani inaweza kudhibiti njia ya kimataifa ya bahari na kudai ushuru kwa meli zinazopita. Alionya kuwa iwapo Irani itakataa kufungua tena Hormuz, Marekani ina nyingine za kushughulikia swala hilo. Rubio pia alisema hakuna nchi kubwa duniani inayounga mkono kufungwa kwa njia hiyo ya bahari, huku akihitaja China pamoja na Urusi kwamba zote hizo haziungi mkono kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na Irani. Jambo lingine ambalo Marco Rubio amelizungumza ni kuhusu kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei. Amesema kwamba bado yuko hai. Hapa alikuwa akijibu swali kuhusu kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei. Rubio alisema kwamba anaamini bado yuko hai licha ya taarifa mbalimbali zilizodai kuwa alijeruhiwa vibaya wakati wa mashambulizi ya awali. Kwa mujibu wa Rubio, kuna viashiria vinavyoonyesha kuwa Khamenei anazidi kushiriki katika maamuzi ya serikali, ingawa mawasiliano yake mengi yanafanyika kwa maandishi na kupitia watu wa kati. Lakini kingine alichozungumza ni kuhusu msimamo wa Marekani. Kwa ujumla, Rubio aliwasilisha msimamo wa Marekani kuwa vita dhidi ya Irani vililenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran na kuzuia taifa hilo kupata silaha za nyuklia. Aidha, alisisitiza kuwa Washington bado inaamini suluhisho la kidiplomasia linawezekana, lakini linahitaji Irani kufungua mlango wa Hormuz, kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na kuwa tayari kujadili kwa kina mustakabali wa mpango wake wa nyuklia. Hayo ni mambo ambayo Marco Rubio ameyazungumza leo hii alipokuwa akiwasilisha ripoti katika kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani kuhusu mzozo ambao unaendelea kati ya Marekani pamoja na Irani. Sasa mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.